sikio na kuwa pamoja nasi wakati wote, kama mtangulizi wangu alivyotangulia kusema ya kwamba ibada hii maalum ni ya wewe. Uko mahali hapa, wewe unayesafiri, wewe driver, wewe conductor, wewe ambaye unasafiri kwa sababu ya neno muhimu, na wengine ambao wako katika biashara zao na waoni nafasi za kwenda kanisani, tukaona tukuletee kanisani hapa katika stage. Kwa hivyo ni nafasi muhimu, jamani, usikie neno la Mungu, na sita kawia sana. Majina yangu ni hayo na nimeokoka, nampenda Yesu. Leo kwa kitabu kifupi nitakuongelesha kidogo, ama nitalizungumza neno la Bwana kifupi sana, habari ya kumpokea Yesu chomboni. Yohana 16, Yohana 6:16, John 6:16. Samahani, nimesema Yohana 6:16. Biblia inasema hata ilipokuwa jioni, wanafunzi wake wakateremka baharini, wakapanda chomboni, wakaanza kuivuka bahari kwenda Kapernaumu. Nako kumekwisha kuwa giza, wala Yesu hajawafikiria, na bahari ikaanza kuchafuka kwa kuvuma upepo mkuu. Basi wakavuta makazi kadiri ya maili 3-4, wakamwona Yesu anakwenda juu ya bahari, na kukikaribia chombo wakaogopa. Naye akawaambia, ni mimi, msiogope. Basi wakataka kumpokea chomboni, na mara hiyo chombo kikaifikia nchi waliokuwa wakiendea. Wapendwa, tumesoma mahali ambapo tunaona ni habari ya wanafunzi wa Yesu na Yesu mwenyewe, na tunaona baada ya huduma ikawa jioni, na wao maana walikuwa ng'ambo nyingine, wakaamua kwenda Kapernaumu, na mahali pale walikuwa wanaenda ili waweze kuwa na kupumzika usiku. Lakini tunaona maandiko inatuambia vizuri, wao walipanda chomboni, wakaingia kwenye bahari na wakaanza kuelekea katika ule mji wa Kapernaumu, na mwendoni wakiwa peke yao. Na unaona Yesu hakuwa pamoja na wao, hawa wanaenda, lakini kukatokea shida katika bahari. Kwa sababu gani? Kulitokea mchafuko katika bahari, upepo mkuu ukawemo, na wakafanya kila jitihada kuhakikisha wameweza kucontain ama kustahi kile chombo, kwa sababu ya hatari iliyokuwa inawakumba, ili angaa waifikie ng'ambo ya Kapernaumu salama. Na miongoni ama wakati mchafuko ulikuwa unaendelea, waliogopa, maana waliona sasa ni hatari kubwa sana, na walizoea mwendoni kuwa na Yesu, lakini walikuwa sasa hivi wako peke yao. Kwa hivyo kila jitihada ni ya kujiokoa, na mara walipoogopa sana, wakamuona Yesu anapita juu ya ile bahari akiwajia, wakaogopa. Kwa sababu gani? Hawakuweza kufahamu ama kucomprehend ama kufikiri jinsi ambavyo katikati ya mchafuko wa bahari Yesu anaweza kuwa akitembea juu ya maji na anawafikia. So walistaajabu na wakaogopa sana. Hiyo walipoogopa, Yesu maana alifahamu, akawaambia, msiogope, ni mimi. Na waliposikia ni yeye, wakafahamu sauti yake, na hata pia sasa hofu ikaondoka, wakataka kumpokea. Kumbe walikuwa tu wakikaribia kuvuka na wafike katika ng'ambo ya Kapernaumu. Wapendwa, naomba nikutahadharisha ama nikueleze habari kidogo katika safari tuliyo naye katika maisha yetu. Watu wengine ama wengi katika maisha wako na wanaendelea
katika ng'ambo ya hatima zao, ng'ambo ya hatima za jamii, ng'ambo ya hatima za kazi zao, ng'ambo ya hatima ya maono yao. Na wanapofika safari, wanaposhika safari kuelekea, maana safari tuliyo ndani yake ni safari ya maisha. Watu wengi wameingia katika safari ya maisha, lakini wamekuwa peke yao, na mwendoni mwa safari wamejikuta wamekumbana na hatari ambazo zinalenga maisha yao, wakiogopa, na wakati mwingine wanajikuta hatari imekuwa sana hivi kwamba wanaona ni kuhatarisha ng'ambo ya hatima yako, ng'ambo ya maisha yako, ng'ambo ya urithi wako. Kila mmoja ana jitihada, na ni kana kwamba wako katika hali hii ya huyu ambaye hawa wanafunzi wanaolenga mahali pa kwenda Kapernaumu, lakini kuna changamoto. Maisha ya wengi imekutwa na changamoto, wakilenga ng'ambo ya hatima yao. Leo nina ujumbe kwako. Jameni, inawezekana umejaribu na umeona kweli nimehatarisha, kweli niko katika nafasi na ninaona kana kwamba nitazama. Leo nina ujumbe na wewe. Iwapo uko katika hali, ni kweli unalenga hatima, ni kweli una bidii ya maisha, ni kweli unashughulikia watoto, ni kweli unafanya biashara ya matatu, unafanya biashara nyingine yote, hiyo ni safari katika maisha yako. Lakini yawezekana changamoto ni nyingi. Unajaribu hii, unaona bado ni kuzama. Unajaribu hii, unaona hatari nyingine imetokea. Yawezekana ni hatari ya madeni, yawezekana ni hatari ya magonjwa, yawezekana ni hatari ya changamoto mbalimbali. Leo niko na ujumbe na wewe, nikwambie ya kwamba jameni, ni ya muhimu kupokea Yesu aingie katika chombo cha maisha yako, ili hatima yako usafiri salama, ufikie katika hatima yako katika usalama. Ndio maana tuna Yesu katika maisha. Ni hatari sana kwenda peke yako wakati hatari iko, wakati ambapo changamoto ziko. Wengi wanaona kweli inalenga palipo, lakini sifikii kwa sababu kuna hatari ziko. Leo nina ujumbe na wewe ya kwamba yule unayehitaji kumpokea katika chombo cha safari ya hatima yako sio mwingine, ni Yesu Kristo aliye zaidi. He is over every challenge. Jesus is over every wave of life. Yesu ni zaidi ya kila changamoto ya maisha. Jameni, ukiwa na yeye una uhakika ya kusafiri na kufika salama. Nasema una uhakika unapolenga katika hatima yako, unapolenga katika jamii, unapolenga kwa biashara, unapolenga kuelekea katika hatima ile ambaye Mungu amekuweka ndani yake, na unaona kweli ninalenga, lakini changamoto ni nyingi. Jameni, Yesu alijionyesha kwa wanafunzi na akawaambia msiogope. Iwapo walikuwa wameogopa, kwa sababu gani? Yesu, the challenge that is facing the disciples, Jesus is walking on it. Oh my God. Jameni, Yesu ana uwezo wa kutrade upon every challenge in life. Yesu ana uwezo wa kupitia juu ya changamoto hiyo ambaye inakabili maisha yako, inayohatarisha njia yako, inayohatarisha jamii, inayohatarisha biashara, inayohatarisha safari ya kuelekea kwa maono yako. Hiyo changamoto, jameni, tuna Yesu. Na kwa hapa niseme Yesu ni zaidi. Ndio maana alipitia kwenye mchafuko wa bahari na haikuweza kumumeza, haikuweza kumzamisha, kwa sababu he is the Lord over nature. I repeat again, Jesus is the Lord over nature. Yesu ni Bwana juu ya hali zote za maisha. Hakuna hali inaweza kuwa changamoto kwa Yesu. Wewe kwako itakuwa changamoto, lakini ukipokea Yesu katika maisha yako, ni
Jesus, He is the Lord over every nation. He is able to subject every challenge that you are facing in your life. He is the Lord. I am here to say Yesu ndiye Bwana. Zaidi ya changamoto Yesu ni Bwana. Zaidi ya hatari Yesu ni Bwana. Zaidi ya kila aina ya changamoto unakutana naye. Jesus is over every challenge of my life, and He has risen above. There is no challenge in life that will ever overcome the power of the Lord of nature. Nirudie tena, hakuna changamoto itakayeweza kuinuka juu ya Yesu ambaye ni Bwana wa kila hali. Milima ya muona inatetemeka jamani. Bahari pia inatoa sauti, na hata milima inatetemeka na miamba inapasuka kwa sauti ya Bwana wa mabwana, kwa sababu yeye ni Bwana, yeye ni zaidi. Yeye ukimpokea katika chombo cha maisha yako, there is assurance of safe landing. I repeat again. Ukipokea Yesu katika maisha yako, kuna uhakikisho wa kufika salama. Safari za wengi wamekuwa na changamoto hivi kwamba wanaogopa hata wakimwona Yesu kama wanafunzi katika challenge zao, maana yeye hayubayubishwi na changamoto. Ana uwezo wa kucontain every challenge na kuisubject chini ya mamlaka yake. He is the Lord over every challenge. Wengine wanastaajabu, how can Jesus be involved in this? I want to assure you, He is the Lord. Yeye ni Bwana juu ya changamoto yako. Wakati wanafunzi walisikia sauti yake na wakamtambua, walimkaribisha. Wewe ukisikia, maandiko inasema leo hii katika Wakorintho wa pili 6:2, leo hii ukisikia sauti yake usiufanye moyo wako kuwa mgumu. Jamani, ni vizuri kumkaribisha. Na pia katika Ufunuo 3:20 inasema, tazama ninabisha mlango wa moyo, yeyote akinifungulia nitaingia, nitakula pamoja na yeye. Kula pamoja na Yesu ni nini? Ni kucontain situations and challenges that you are facing in life in Jesus name. I'm here to give you hope. Niko hapa nikwambie, pokea Yesu chomboni cha maisha yako, na hatari zote katika maisha atazicontain, and you shall land safely. Utafika salama. Naomba niombe na wewe. Wapendwa, karibieni tuombe katika jina la Yesu Kristo. Karibia tuombe. Asanteni. Karibieni tuombe. Usikubali kwenda safari ya maisha peke yako. Don't allow or don't subject yourself to the challenges of life. Allow Jesus. Mpendwa, usikubali kujisubject na ilhali Yesu yuko. Ni vizuri kupokea chomboni cha maisha yako aweze kuyacontain. Watu wengi wamekosa matumaini, lakini tuna Bwana arejeshaye matumaini. Watu wengi changamoto, wameona changamoto zaidi ya yule aliye na uwezo wa kupaa juu ya changamoto hizo na kuziarrest ama kuziondoa katika maisha. Yesu pekee ndiye jawabu. Yesu ndiye jibu la maisha. Ukimpokea chomboni cha maisha, maana tutazidi kusafiri katika maisha haya, yeye ana uwezo wa kuyafanya mambo kuwa sawa. In Jesus name I want to pray. Hallelujah. Ewe Yesu, wewe ni Bwana juu ya hali zote. Ulipofika duniani ulisababisha wanadamu wakujue kwa jinsi ulivyoshughulikia maisha yao. Hata leo tumekutangaza, maana wakikupa nafasi
mioyoni mwao una uwezo wa kusababisha mambo ambayo ni magumu yanayosumbua mioyo, wanayeenda kuyashughulikia hata asubuhi ya leo. Wengine wana changamoto zilizowakabili, ndio maana hata wanasafiri kwenda kuzishughulikia. Wengine wamekuwa katika mwenendo wa maisha na wamejaribu katika biashara, katika ndoa, katika jamii, katika hatima zao, lakini changamoto zimekuwa nyingi hivi kwamba wanaona wanahatarisha ama wako karibu kuzama. Ewe Yesu, nimezungumza habari yako juu ya maisha yao, wewe uliye na uwezo wa kuarrest situations, wa kufanya mambo yawe sawa. Maana ukiingia chomboni unasababisha hali kutulia. Wewe ni mtuliza wa bahari, wewe ni mpasua njia mbazimo na njia. Bwana, ninakuomba sasa hivi, achilia neema yako juu ya watu wako katika jina la Yesu. Your God, through your Son who is able to contain situations, arrest every challenge of life in Jesus' name. Give your people destinies and shape. Father, those who are hopeless, raise their hope in you in the name of Jesus. Ninawabariki watu wako na kutangaza fadhili zako juu ya maisha yao. Sasa Bwana, changamoto hizo unazielewa, zingine ziko kwa mawazo na akili na mioyo, wanashindwa waelezee nani. Bwana, ninaomba shughulikia hali hii Yesu. Iwapo wakaribishwa, si wewe ni mwaminifu kuhakikisha mambo inakuwa sawa. Ninaomba usawa wa maisha, usawa wa hatima Bwana, katika nafasi za wanao kuruhusu maishani mwao. Ninawabariki watu wako. Wiki iliyo mbele zetu tunaibariki. Hata leo nitatangaza baraka watu wako wanaposafiri kushughulikia hatima za maisha yao, ukawabariki. Wiki hii tunawatangazia uzuri wako na rehema zako juu yao, ukawabariki na kuwarehemu. Uwepo wako uwe juu yao Bwana, linda maisha yao Bwana, hifadhi nia zao Bwana, ponya na hatima zao Bwana, rejesha matumaini. Wewe ukiwa chomboni, maisha yako salama. Chombo cha maisha katika safari hii, naomba uchukue hatamu katika jina la Yesu. Hiyo ndoa iliyo na changamoto, leta neema, contain that situation in Jesus name. Watoto hawa ambao wamesumbua huyu mzazi, ninaomba uingilie kati, rejesha mawazo yao in soberness and sanity katika jina la Yesu. Biashara ambayo imekuwa ikitoa dalili za kuanguka, ninaomba Bwana, inua watu wako Bwana. Hatima zilizogandamizwa, ingilia kati, tuliza bahari za maisha, tuliza Bwana mchafuko na uondoe kila aina ya changamoto. Na wabariki watu wako na kunena wema wako. Asante, maana yeye ni mwaminifu. Kwa Kristo Yesu tumeomba na hata tumeamini. Amen. Mungu awabariki. Sisi ni kanisa la Full Gospel.